Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Salamu ndugu msikilizaji, na karibu katika ukumbi wa neno la Mungu. Ni baraka siku zote tunapokutana ili tujifunze kutoka kwa Mungu kupitia neno lake ambalo ni Biblia. Somo letu la leo li kwenye sura ya 30 tukianzia aya ya 17 hadi sura ya 32 aya ya 33. Tuendelea na habari za Hezekia mfalme wa Yuda na yote aliyotenda ili kurejesha ibada ya Mungu wa Israeli katika Yuda. Neno lasema hivi kwenye aya ya 17 hadi 20: kwa maana kulikuwa na wengi katika kusanyiko ambao hawakujitakasa, kwa hiyo Walawi wakamchinjia Pasaka kila mtu asiyekuwa safi ili kuwatakasa kwa Bwana. Kwani wingi wa watu, naam, wingi wa Efraimu na wa Manase na wa Isakari na wa Zabuloni hawakujisafisha, lakini wakala Pasaka, ila si kama ilivyoandikwa. Naye Hezekia alikuwa amewaombea akisema, Bwana mwema na amsamehe kila mtu au kazaye moyo wake kumtafuta Mungu, Bwana Mungu wa babaze, hata ikiwa si kwa utakaso wa patakatifu. Bwana akamsikia Hezekia, akawaponya watu. Iwapo kuna jambo zuri alilofanya Hezekia ni hili: alipotoa mwaliko kwa watu wa Israeli, wengi katika kabila hizo walikwenda kuabudu. Nao hao hawakuwa na neno la Mungu maishani mwao, kwa kuwa ibada walioijua ni moja tu, kwa miungu ya kigeni, hasa zile sanamu za ng'ombe alizozifanya Yeroboamu. Kwenda kwao Yuda ilikuwa dhihirisho la njaa na kiu ya kumwabudu Mungu wa kweli, Mungu wa baba zao. Kwa hivyo walipofika katika Yuda walishiriki Pasaka bila ya kujitakasa. Nalo neno hilo lilipofika masikioni mwa mfalme Hezekia, alimwomba Mungu awasamehe. Mioyo ya watu hao ilimtamani na kumtafuta Mungu, lakini hawakufahamu kwamba walihitaji kutakaswa. Mungu alisikia ombi la mfalme Hezekia na akawaponya wote. Tulionalo hapa ambalo Mungu alithamini si habari ya taratibu na yale yanayoambatana nayo, bali ni jinsi moyo wako unavyomwelekea Mungu. Analopendezwa Mungu ni hali na nia ya moyo wako unapoukaza moyo huo kumtafuta huyo Mungu wa kweli. Aya ya 21 yatuambia hivi: nao wana wa Israeli waliohudhuria Yerusalemu wakafanya sikukuu ya mikate isiyochachwa siku 7 kwa furaha kubwa. Walawi na makuhani wakamsifu Bwana siku kwa siku, wakimwimbia Bwana kwa vinanda vyenye sauti kuu. Watu hao walikuwa na wakati mzuri sana, wakifurahia mbele za Bwana, maana kwa siku nyingi hawakuwa wamepata nafasi ya kumwabudu Mungu kama vile ilivyowastahili kama Waisraeli. Tazama aya ya 23 inayosema hivi: na kusanyiko lote wakafanya shauri kufanya sikukuu siku 7 nyingine, wakafanya sikukuu siku 7 nyingine kwa furaha. Hakika msikilizaji wangu, hali tuionayo hapa ni kwamba watu hao walilirudia neno la Mungu kwa furaha na shangwe, kwani kumrejelea Mungu ni jambo ambalo huufurahisha moyo wa mwanadamu. Tunaposoma kwenye aya ya 26 na 27, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 30 kwa kusema hivi: ikawa furaha kuu katika Yerusalemu, kwa sababu tangu siku za Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli hayaja kwako mambo kama hayo huko Yerusalemu. Ndipo wakasimama makuhani Walawi wakawabariki watu, ikasikiwa sauti yao, sala yao ikafika hata makao yake matakatifu, yani mbinguni. Hezekia alikuwa tofauti sana na babaye Ahazia. Babaye alifanya ibada ya sanamu kwa jinsi ya kitaifa ya kuabudu, lakini yeye aliondosha na kuharibu sanamu zote zilizokuwa katika nchi, na katika hayo akafanya yale yote ambayo Mungu alikuwa amewaagiza wana wa Israeli kutenda kwa kinywa cha mtumishi wake Musa. Msikilizaji wangu, iwapo kuna jambo linalobariki maisha ya mtoto wa Mungu ni kufahamu kwamba ana uhusiano ulio sawasawa kabisa na huyo Mungu wa kweli. Uhusiano huo, ndugu yangu, utaukuza tu kwa kulisoma neno la Mungu,
kushiriki katika mikutano ya watu wa Mungu na pia katika maombi. Tunapogeukia aya ya 31, haya ndiyo twayapata kwenye aya ya kwanza: basi hayo yote yalipokwisha, wakatoka Israeli wote waliokuwako waende miji ya Yuda, wakazivunjavunja nguzo, wakayakatakata maashera, wakabomoa mahali pa juu na madhabahu katika Yuda yote na Benyamini, katika Efraimu pia na Manase, hata walipokwisha kuviharibu vyote. Baada ya kusafisha nchi kutokana na unajisi wa sanamu, nchi hiyo kama vile wafahamu ilifurahia sana. Hezekia aliongoza yote kutendeka kwa jinsi hii. Hili ndilo la wapasa viongozi kufanya iwapo mabadiliko yatakuwepo katika sehemu zote za nchi. Maneno matupu, ndugu msikilizaji, hayawezi kumsaidia awaye yote sembuse kuleta mabadiliko yanayohitajika katika nchi. Ni lazima viongozi wawe kwenye mstari wa mbele kupigana na lolote ambalo ni najisi, iwe ni ufisadi au mengine ambayo yaathiri jamii. Naamini kwamba neno hilo limekufikia kiongozi wa tabaka yoyote ile, kusudi ufanye yale yatakayokuwa ya baraka kwa hao unaowaongoza, wale wanaokutazamia ulete mabadiliko. Tunapotelemka hadi aya ya 21 kwenye sura hii ya 31, neno la Mungu lasema hivi: na katika kila kazi aliyoanza kwa utumishi wa nyumba ya Mungu na kwa torati na kwa amri, ili kumtafuta Mungu wake, aliifanya kwa moyo wake wote, akafanikiwa. Aya ya 20 na 21 kwenye sura hii ya 31 zatujulisha maneno yafuatayo: na hivyo ndivyo alivyofanya Hezekia katika Yuda yote, akatenda yaliyo mema na ya adili na uaminifu mbele za Bwana Mungu wake, na katika kila kazi aliyoanza kwa utumishi wa nyumba ya Mungu na kwa torati na kwa amri, ili kumtafuta Mungu wake, aliifanya kwa moyo wake wote, akafanikiwa. Aya hizi tulizosoma, ndugu yangu, zatufaa sana, hasa kuangalia maisha ya Hezekia kwa karibu mno. Je, mtu huyu alikuwa wa aina gani? Kwanza, alikuwa mtu wa imani. Imani, msikilizaji, si kama vile wengine ufikiri kwamba ni juhudi yako binafsi. Imani ni hilo atendalo Roho Mtakatifu katika nafsi ya mtu. Ni himizo apatalo mwanadamu katika roho yake. Baada ya Petro kumkiri Yesu kuwa ndiye Masihi, neno latuambia hivi: Yesu akajibu akasema, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 16 mstari wa 17. Imani si juhudi yako. Na kwenye sura ya pili ya kitabu cha Efeso, neno latuambia hivi kwenye aya ya 4: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Imani, ndugu msikilizaji, ni chombo tu. Yesu Kristo ndiye Mwokozi na lengo la imani yetu. Sehemu iliyosalia ya sura hii ya 31 yatuelezea mambo zaidi aliyotenda Hezekia mfalme wa Yuda. Mtu huyu alileta mabadiliko katika ufalme huo, na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja amwaminie Kristo. Elewa hili kwamba hakuna awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu pekee. Kwenye kitabu cha Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 22 hadi 24 twapata maneno haya: na Yesu alijua hoja zao, akajibu akawaambia, mnahojiana nini mioyoni mwenu? Lililo jepesi ni lipi? Kusema ondoka uende, lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alimwambia yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike kitanda chako, ukaende zako nyumbani kwako. Hayo tuliyosoma yahusu hao walimu na Mafarisayo ambao walikuwa wakifikiri mioyoni mwao kwa nini Yesu alisema kuwa asamehe dhambi. Kweli ndiyo hii, kwamba ilikuwa rahisi kwa Kristo kumwambia yule mtu asimame na kwenda zake, kama vile ilikuwa rahisi kumwambia amesamehewa dhambi zake. Ila kwa hao Mafarisayo hakuna lolote ambalo wangeliweza kuwa na uwezo wa kufanya. Ni Mungu tu ndiye mwenye uwezo kama huo. Rafiki yangu, iwapo Kristo atakusamehe, basi wewe umejitwika kitanda chako na umeondoka watembea. Umeondoka katika hali ya kuishi katika asili ya kale, maana maisha ya kale hayo ndiyo ya dhambi. Hezekia alikuwa mtu wa imani, naye akatumia imani hiyo kubadilisha mengi sana katika
maisha ya watu wa Yuda. Hayo mabadiliko hayakuwa tu katika nchi ya Yuda, bali yalikuwa pia katika maisha yake. Pamoja na kuwa mtu wa imani, Hezekia alikuwa mtu wa maombi. Sura ya 32 ni kana kwamba Mungu aliwaruhusu hao wa Yuda kutoka katika nuru ya baraka na kuingia katika giza la kukatisha tamaa. Senakerebu mfalme wa Ashuru alitaka kufanya vita juu ya Yuda, naye alianza kwa kuwatia hofu wenyeji wa Yerusalemu. Neno lafungua sura ya 32 kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa baada ya mambo hayo na uaminifu huo, Senakerebu mfalme wa Ashuru akaja akaingia katika Yuda, akafanya marago juu ya miji yenye maboma, akadhania kwamba ataipata iwe yake. Hezekia kama mfalme mwenye busara aliendelea kuimarisha boma za mji huo. Yote hayo aliyatenda, lakini ujasiri wake ulikuwa katika Mungu, naye aliwahimiza watu wake kumtumaini Mungu. Kama vile tuona hapa, ndugu msikilizaji, tisho lilikuwa limefikia nchi hiyo ya Yuda. Je, Hezekia atafanya nini? Hebu tusome aya ya 2 hadi aya ya 6 kusudi tujue yaliyoko. Neno lasema hivi: basi Hezekia alipoona ya kuwa Senakerebu amekuja na kuazimia kupigana na Yerusalemu, akafanya shauri na wakuu wake na mashujaa wake kuzuia maji ya chemichemi zilizokuwa nje ya mji, nao wakamsaidia. Wakakusanyika watu wengi, wakazizuia chemichemi zote na kijito kilichopita kati ya nchi, wakisema, kwa nini wakifika wafalme wa Ashuru waone maji mengi? Akapiga moyo konde, akaujenga ukuta wote uliobomoka, akauinua sawa na minara, na ukuta wa pili nje akaongeza nguvu ya Milo katika mji wa Daudi, akafanya silaha na ngao tele. Ijapokuwa hali ilikuwa mbaya, ndugu msikilizaji, tuona kwamba mfalme huyu alifanya busara, maana aliendelea kuimarisha boma za mji huo. Yote haya alitenda, lakini ujasiri wake ulikuwa katika Mungu, na ndivyo alivyowahimiza watu wale wamtumaini Mungu. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 7 na ya 8, ambapo neno latuambia hivi: iweni hodari na wa moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya mfalme wa Ashuru, wala kwa majeshi yote walio pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliye pamoja naye. Kwake upo mkono wa mwili, ila kwetu yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Hezekia mfalme wa Yuda. Baada ya hayo yote, Senakerebu aliwatuma watumishi wake wawadhihaki watu wa Yuda. Alitaka waingiwe na hofu na kutikisa ujasiri waliokuwa nao katika huyo Mungu waliyemtegemea. Hayo yaanzia kwenye aya ya 14, na hivi ndivyo neno lasema kwenye aya hiyo ya 14 na 15: ni yupi miongoni mwa miungu ya mataifa, wale walioharibiwa kabisa na baba zangu, aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu, hata Mungu wenu aweze kuwaokoa ninyi na mkono wangu? Basi sasa asiwadanganye Hezekia, wala asiwashawishi kwa hayo, wala msimwamini, kwa kuwa hapana Mungu wa taifa lolote wala wa ufalme wowote aliyeweza kuwaokoa watu wake na mkono wangu au na mkono wa baba zangu, sembuse Mungu wenu atawaokoa ninyi na mkono wangu. Kana kwamba maneno yale hayakutosha, Senakerebu alimtumia Hezekia barua ili awadunishe na kuwatia hofu zaidi watu wa Mungu. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 17, ambapo neno lasema hivi: tena akaandika waraka kumtukana Bwana Mungu wa Israeli na kumwamba akisema, kama vile miungu ya mataifa wa nchi isiyowaokoa watu wao na mkono wangu, vivyo hivyo Mungu wa Hezekia hata waokoa watu wake na mkono wangu. Barua hii ndiyo wasoma habari zake kwenye kitabu hicho cha Wafalme wa Pili. Unaposoma sehemu hiyo ya maandiko utapata mambo zaidi aliyoyaandika mtu huyo. Naye Hezekia alipoipokea ile barua, alikwenda katika nyumba ya Bwana na kuiweka mbele ya Bwana. Sala lake kwa Mungu walipata kwenye sura ya 19 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, kuanzia aya ya 14 hadi 19. Utafanya vyema msikilizaji wangu kusoma sehemu hiyo ya maandiko. Hebu tuendelee tuone yaliyotendeka kwenye aya ya 20 inayosema hivi: na kwa ajili ya hayo Hezekia mfalme na Isaya nabii mwana wa Amozi
wakaomba, wakalia hata mbinguni. Mfalme huyu wa Yuda alimtegemea Mungu katika yote, na katika aya hii tuona kwamba yeye na Isaya nabii mwana wa Amozi waliomba na hata wakalia mbinguni. Msikilizaji, ni baraka jinsi gani tunapowaona viongozi wa nchi pamoja na viongozi wa imani wanapoungana pamoja katika maombi na kumlilia Mungu kwa ajili ya jambo moja au jingine. Iwapo kuna wakati ambapo nchi hii itabarikiwa, ni wakati ambapo wanasiasa watakapotambua kuwa si wao ndio wanaoitegemeza nchi hii, bali ni Mungu ndiye anayeitegemeza nchi hii. Kwa hivyo itakuwa busara kwa kiongozi awaye yote kumgeukia Mungu na kuomba, maana Mungu tu ndiye awezaye kutenda mambo makuu asiyoweza kutenda mwanadamu. Na kama vile ilivyo, Mungu aliyasikia maombi ya watu hawa wawili, jinsi tunavyoona kwenye aya ya 21 na 22. Neno lasema hivi: naye Bwana akatuma malaika aliyewakatia mbali mashujaa wote na majemedari na maakida matuoni mwa mfalme wa Ashuru. Basi akairudia nchi yake mwenye haya ya uso. Naye alipoingia nyumbani mwa Mungu wake, wale waliotoka viunoni mwake mwenyewe wakamwangamiza humo kwa upanga. Ndivyo Bwana alivyomuokoa Hezekia na wenyeji wa Yerusalemu na mkono wa Senakerebu mfalme wa Ashuru, na mikononi mwa wote akawaongoza pande zote. Hayo, msikilizaji, ndiyo Mungu hutenda tunapomwamini kwa mioyo yetu yote. Kwenye aya ya 23 na 24 neno la Mungu laendelea kutujulisha haya: watu wengi walimletea Bwana zawadi huko Yerusalemu na vitu vya thamani kwa Hezekia mfalme wa Yuda, hata yeye akatukuka tangu wakati ule machoni pa mataifa yote. Katika siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Akamwomba Bwana, naye akasema naye, akampa ishara. Hili tulisomalo hapa, msikilizaji, ndilo walipata kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20. Neno latuambia kwamba Hezekia aligeukia ukuta akamlilia Bwana na kumwomba. Hiyo ni baada tu ya kupokea ujumbe kutoka kwa nabii Isaya kuhusu mauti yake. Rafiki, hili ni funzo kwetu kwamba wakati wowote kuhusu lolote twahitaji kumgeukia Mungu katika sala na maombi. Lakini sikiliza neno hili lililoko kwenye aya ya 25 na 26: walakini kadiri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo, kwa kuwa moyo wake ulitukuka. Kwa hiyo ikawako hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu. Hata hivyo Hezekia akajinyenyekeza kwa ajili ya huku kutukuka kwa moyo wake, yeye na wenyeji wa Yerusalemu, hata haikuwajia hasira ya Bwana siku za Hezekia. Ufalme wa Yuda ulikuwa maskini kwa sababu ya uovu wa wale wafalme waliotangulia, hasa yule aitwaye Ahazi. Lakini kwa ajili ya Hezekia kumgeukia Mungu, Mungu alimbariki na kumfanikisha katika yote. Ijapokuwa katika maisha yake tuona kwamba licha ya yote aliyomtendea Mungu, Hezekia alikuwa na moyo wa kutukuka, yani moyo wa kujikweza. Jambo hilo halikumpendeza Mungu hata kidogo, na hivyo hasira yake ikawa juu ya Yuda na Yerusalemu. Lakini mtumishi huyu wa Mungu Hezekia alitambua kosa lake, naye akajinyenyekeza. Kwa hivyo hasira ya Bwana haikuwajia wale wa Yuda na Yerusalemu katika siku za Hezekia. Ndugu yangu, ningelipenda kukujulisha kwamba iwapo kuna lolote linaloweza kumvunja mtu au kumshusha mtu, ni kiburi. Kiburi ni wakati ule ambapo wajipiga kifua na kusema kwamba pasipo mimi haiwezekani lolote. Kwa ufahamu huo, fanya kila unachofanya kwa unyenyekevu, hasa kwa kutimiza kusudi ambalo Mungu amekutilia mahali pale, yani kutenda yaliyo mema machoni pake na kuwafanyia watu haki jinsi inavyokupasa. Pasipo ya hiyo, wewe utakuwa mtu ambaye umeingia duniani ukawepo na kuondoka bila ya kufanya lolote, licha ya kuwa na fursa ya kuweza kubadili mambo mengi ya kuwafaidi watu. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe katika hilo. Aya ya 27 hadi 29 neno la Bwana latuambia hivi: naye Hezekia akawa na mali nyingi mno na heshima, akajifanyizia hazina za fedha na za dhahabu na za vito na za manukato na za ngao na za namna zote za vyombo vya thamani, ghala pia za mazao ya nafaka na mvinyo na mafuta na malishe ya wanyama wa namna zote
na makundi zizini. Tena akajifanyizia miji na mali na kondoo na ng'ombe kwa wingi, maana Mungu alimtajirisha sana. Hili tulionalo hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo labariki moyo sana. Mtu huyu kwa ajili ya kumfuata Bwana Mungu, Mungu alimbariki. Ila unaposoma kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20 kuanzia aya hiyo ya 12 hadi 19, wapata upumbavu alioufanya huyo mfalme Hezekia. Hiyo ni kwa habari ya wale watu waliotoka kule Babeli waliofika kumwona, naye Hezekia akawachukua na kuwaonyesha vyote vilivyokuwa katika ufalme wake. Hilo ni jambo la kipumbavu alilotenda, maana taifa hilo lilipopata nguvu, sehemu ya kwanza waliofikia ili kujitwalia mali na vyote vya thamani ilikuwa Yerusalemu. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 31 inayosema hivi: walakini kwa habari ya wajumbe wa wakuu wa Babeli waliotuma kwake kuuliza ajabu iliyofanywa katika nchi, Mungu akamwacha ili amjaribu, ili kwamba ayajue yote yaliyokuwamo moyoni mwake. Rafiki, huenda nitakalosema litakushtua, lakini naona kwamba ingelikuwa heri iwapo Hezekia angeliaga dunia wakati ule. Mungu alipomwongezea miaka ya kuishi, mambo matatu yalitendeka, naye akatenda kwa upumbavu. Kwanza, kama vile nimetajia, ni hilo alilotenda kwa kuwaonyesha mabalozi wa Babeli kila kitu katika hazina yake. Hazina hizo ndizo zitailetea nchi hiyo shida kuu baadaye. Nalo jambo la pili, alimzaa mwana aitwaye Manase. Huyo alikuwa mwovu kuliko wafalme wote waliotawala Yuda. Isitoshe, moyo wake uliinuka, yani aliingiwa na kiburi. Hilo ni jambo ambalo halingetendeka iwapo angelikufa wakati ule wa Mungu. Iwapo Mungu amekupa uhai hadi sasa, basi utumie kwa kutenda mapenzi yake, na uyakubali mapenzi yake wakati wowote ule, hasa anapokufunulia. Kwa kumalizia sura hii ya 32, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32 na 33: basi mambo yote ya Hezekia yaliyosalia na matendo yake mema, tazama, yameandikwa katika maono ya Isaya nabii mwana wa Amozi katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Hezekia akalala na babaze, wakamzika mahali pa kupandia makaburi ya wana wa Daudi, nao Yuda wote na wenyeji wa Yerusalemu wakamfanyia heshima alipokufa, na Manase mwanawe akatawala mahali pake. Hayo ndiyo yalikuwa maisha ya huyu Hezekia, mtu ambaye Mungu amshuhudia kuwa alitenda mema. Na kutoka moyoni mwangu naomba utafute kuishi kwa kumtegemea Mungu siku zote, na kutumikia kizazi chako katika kusudi na mapenzi ya Mungu, hasa kuwatendea watu wote haki na mema. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe katika hili nililozungumza nawe leo hii. Hebu natuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amedumu nami hadi sasa, ili alipokea neno hili lako ambalo ni uzima wetu na ramani katika maisha yetu hapa duniani. Bwana, najua kuwa katika maisha yetu hapa duniani kuna vishawishi vingi, na pia kuna mitego mingi na mambo mengi yanayoweza kutuondosha katika lengo ulilotuitia na kusudi lako maishani mwetu hapa. Hivyo naomba kwamba utamsaidia ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa anapoendelea kuishi maisha haya atalitegemea neno lako na kuishi kulingana na neno hili, kusudi ewe Mungu wa Israeli utukuzwe maishani mwake, na pia apate kuona wema wako katika maisha haya. Hili najua kwamba utalitenda kwa utukufu na sifa ya jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Rafiki msikilizaji, iwapo kuna mfano unaohitaji kufuata, ni mfano huu wa Hezekia. Mtafute Bwana Mungu kwa moyo wako wote, uukaze moyo wako kumtafuta Bwana, naye atapatikana. Mungu akubariki, Mungu akuinue katika yote utakayonuia kutenda yaliyo katika mapenzi yake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
msikilizaji wangu, hakika tumepokea alilokusudia Bwana kwa ajili yetu. Kuna uwezekano uwe na swali au maoni ambayo twayakaribisha sana. Tumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Hapa tulipofika, napenda ufahamu kuwa twakaribia mwisho wa mafundisho kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili, ambayo bila shaka naamini yamekuwa baraka kwako. Ila kuna baraka zaidi kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hivyo anza kusoma kitabu kile ili upate kufahamu maandalizi yake. Namshukuru Mungu kwamba umekuwa nasi hadi sasa, na kualika kwenye kipindi kijacho ili tujifunze kutoka kwenye sura ya 33 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Ubarikiwe sana. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.